mwenye alinibebanga aliendanga akanitupa kwa barabara, gari yenye ilinibeba na akaninyang'anya 500 riyal. So nikahama, nikapelekangwa kwa sheikh, but sheikh mwenye nilipelekwa kwake kuna watu wenye huua watu Saudi. Yes, ukivunja sheria ya huko au ndio hukuhang ama kukukata shingo. Huyo mama alinipatanga kwa room asubuhi nikiomba. Kaa nimepiga magoti, akaanza nini unafanya? Nikamwambia nilikuwa naomba. Kama unajua ni haramu, bwana yangu akikuona ataenda kukukata shingo. Huyo ndio wanakatananga shingo na wanakuanga staunch Muslims, haufai kufanya hivyo. Unajua wale walikuwa wanaangalia mtu hivi, naona uko mweusi, anakuza kwa nini uko mweusi hivyo kama monkey? Actually that is the word they used to use. Yes. Welcome to another episode of Follows Africa, where we believe migrant stories matter. Florence, habari yako? Nzuri sana. Asante sana kwa kutujoin leo. Thank you. Unaweza kujiintroduce ndio wenye wako nyumbani wakujue? Naitwa Florence Wanjiku Kinyanjui kutoka Dogoto. Okay, so unaweza kutueleza venye uli decide kuenda, your process ilikuwa aje? I could take long. I think it take process ya 2 weeks. After 2 weeks, after umechukuliwa picha huwa zinatumiwa hao sponsors na nilichaguliwa haraka sana. So passport ikatoka after 3 days. I think ilikuwa after 3 days. Then nikakuwa na travel the following week na nika travel. So after kutravel nilienda nikajipata, I think nilipelekwa kwa agency ya huko, juu si kuchukuliwa na mtu, tulitravel tukiwa wasichana wengi. So tukachukuliwa, I think we were a group of 14, if I'm not wrong. Siwezi kumbuka, of course ni a long time. But group yenye tulikuwa nao, tulipelekwa kwa agent huko. Nakumbukanga hiyo time ilikuanga Ramadhan ya 2014. So tukapelekango huko, tukaulizana ni nini tumeletewa huku, hakuna job. Hakuna job, but tunapewa food. You know, tuliogopa. But of course sasa ilikuwa even worse, juu sasa walikuwa wanakuja wanachukuliwa mmoja na ujui kwenye wanaenda. Unashtuka tu, mmoja amekuja amechukuliwa, anaenda, mwingine anachukuliwa, anaenda. I was the last person kuchukuliwa huko after I think nimekaa 1 week bado. Yes, mimi nilikuwa wa mwisho. Nilikuwa scared pia juu sasa nimebaki peke yangu au wengine washaenda. Nimebaki peke yangu but still napewa chakula. Huyo mama hakuna kazi ananiambia nimfanyie, alikuwa na watoto. She was very nice actually. Alianzanga kunifunza Kiarabu. Alianzanga kunifunza na majina. Alikuwa anajua Kizungu but si mingi, ile tu kidogo, basic English. So alikuwa ananiambia kuja, enda, alikuwa anajaribu kuniexplainia hizo words. And tuka get along, but hakunifanyishanga kazi. So nakumbukanga after sasa hiyo 1 week, I think it was on a Friday, ndio nilikujiwangwa na huyo mwenye alikuwa ananiemploy. I was so scared juu sijaiona mtu amejifunika uso, amejifunika kichwa, amevaa manguo refu za black. Walikuwa wanawake wawili na brother yao ndiye alikuwa amewadrive. So they were 2 sisters na brother yao na watoto. Sasa nilishtuka kuona watu wamejifunika. Sasa nikashangaa hawa watu, juu mwenye nilikuwa nakaa na yeye hakuwa anajifunika, alikuwa tu anavaa free dresses. Wakanikujia na ilikuwa saa 9 ama saa 10, sikumbuki, but ilikuanga usiku. Niliamshangwa kaa nimelala, nikaambiwa niamke nimekujiwa. So nikatoka, tukaenda. Ilikuwa a long drive juu nilitokanga Hail, ndio ndege yangu ilinipelekanga huko Hail. So tulikuwa tunaenda Al Madina, of which huko ni baba ya mama mwenye alikuwa ameniemploy, alikuwa anakaa huko Al Madina, na pia I think walikuwa wanaenda kucelebrate Ramadhan huko every year. Juu tulikaa mpaka Ramadhan ikaisha, ndio tukarudingi. Sasa tukatoka huko Al Madina, tukaenda Al Qasim, place inaitwa Buraida. Huko ndio sasa niliendanga nikaanza kazi. Sasa hata time yenye tuliendanga huko Al Madina, hatukuwa tunakaa sasa kwa mama yake, na huko pia kulikuwa na wasichana wa kazi. So sikuwa nafanya kazi, so bado sikuwa introduced na kufanya kazi. Maybe tu kuwapelekea chakula hivyo. Nilikuwa napatiwa na msichana wa kazi, naenda na waserve chakula. Alafu pia
Sasa nikingoja ndio tutoke huko tuende. Sasa nilikuwa nashangaa mbona wanashinda wakinizungusha, alafu hatuelewani language, kuko na language barrier, juu hajui English na mimi sijui kuongea Arabic. So kulikuwa na hiyo shida. Then after that sasa tukaenda kwa kanyumba kingine kalikuanga single, choo imeblock, kuko na uchafu, nika single. Kulikuwa ni hall, unaingia ni hall. Haikuwa single actually, ilikuwanga ukiingia nikaa ki hall, kuna kitchen inside na kulikuwanga na ingine wanaitanga majlis, ni mahali wazee hukaa. Okay. Na kulikuwa na room ingine iko hapo kando, na sasa na choo na washing machine. So the first thing waliniambianga, huyo brother huyo mama alinishautianga, kwa ananiambia nimwoshe manguo, na mimi sikuwa na understand chenye anasema. So alidhani nakuwa kichwa ngumu, like simsikilizi. Si kufua juu mimi sikuweza, juu hata siku anajua kutumia machine. Of course ni the first place nilionanga machine za kufua nguo. So si kufua. Huyo mama akaniambianga nilale, nikiamka tutaenda kununua manguo zenye nafaa kukaa nazo home. Na sasa I think alikuwa anajaribu kuniexplainia tutakaa huko, tutaenda kwenye nafaa kwenda, juu walikuwa wananiambia wako na nyumba ingine kubwa lakini tutaenda after Ramadhan, but sasa sikuwa na understand chenye wanasema. Sasa tukakaanga huko, hakukuwa na kazi mingi, ilikuwanga tu unafagia. Akanionyeshanga kuwapikia kahawa, wapikia chai yao inakuanga strong tea, kuna hiyo kahawa huwa wanakunywa. So nikaonyeshangwa hizo. Hatukuwa tunapika, tulikuwa tunanunua food from outside, ama tunaenda huko jioni ndio tulikuwa tunakula. Mostly juu sasa si wataenda kujifungua, so mimi alikuwa ananibaia mchele yangu, asubuhi ananiambia nijipikie hiyo strong tea nikunywe. Wananiletea vitu za kukula na snacks zenye wanaletea watoto. After that sasa Ramadhani ikaisha, ndio sasa tukaendanga huko Buraida Al-Qasim. So, mahali sasa unaenda kuwa? Yeah, sasa kuenda kuanza kazi officially. Sasa hapo ndio life ili change. Juu si nyumba kubwa, ilikuwanga 2 bedroom. But sasa walikuwa wanakaa kwa flat. So ilikuwa nioshange kutoka huko juu floor, na kuja nikiosha kila siku, ninaosha hizo stairs na hizo corridors zote. I think hawa wengine walikuwa na wasichana, but wako wana expose wasichana wao, so sijui. So ilikuwa nioshe asubuhi, nikiamka nioshe hiyo place yote, nitoke nje nioshe mpaka kwa barabara nikitwanga maji. Na ilikuwa place kubwa. So nilikuwa nachoka. Pia alafu akaanzanga kuleta wageni. Ameleta wageni kutoka, saa zingine wanakuja saa 7 mchana kukula lunch, tena wakule sapa huko. Ujue au hawafanyangi kazi, yeye atakaa chini, wewe ndio utafanya kazi zote. Alafu nilipatanga ako na watoto 4. Huyu mdogo alikuwanga 7 months. So ujue hata mtoto akilia wewe utambeba, ujue venye utafanya kazi na huyo mtoto, ama umshike umbembeleze mpaka anyamaze ndio uendelee na kazi. Na ujue ukikosa kufanya kazi, hiyo ni kelele juu anaona nika unakataa kazi. So sasa kazi ikakuwa too much, silali. Maybe nalala saa 9 usiku, anataka saa 11 niamke kutayarisha watoto waende shule. I think after nilikaa 3 months huko, nikasikia nimechoka. So nikapotea. Juu nilikuwa namwambia anibadilishe nyumba, mimi nimechoka na hiyo kazi ya wageni. Na ukimwambia nimechoka hataki kusikia. So mimi nilipoteanga. Nikapotea. Kupotea tu tuseme umehepa, nikatafuta tu gari randomly kwa barabara. And you know hiyo time Saudi iko free country, si ka sahi kuko better juu ni free country. Sahi hata wana walk around bila hata hizo abaya. Sahi si kubaya ka hiyo time hata haikuwa inaruhusiwa mwanamke kusimama kwa barabara ama kutoka kwa barabara, ilikuwanga hivyo. Na kwa utatokea ujifunike uso, ujifunike, uvae hizo mabuibui zao, ndio utokee kwa road. Na nini ilikupatia hiyo courage ya kuweza kuhepa sasa? Na unaenda kwa situation kama hiyo, mahali unajua nilikuwa nimechoka, anything happen, sikuwa nataka kujali nini sasa ita happen. Juu singeendelea kufanya kazi yenye silali. Hakuwa ananinyima food, actually hakukuwa na shida ya food, alikuwa na hata akienda anunue snacks na huko atakuletea. Hiyo kazi tu ndio ilikuwa mob na kukosa usingizi. And of course hata kazi si shida hata ikiwa mob, but hiyo kukosa kulala si kitu poa. So singekubali, hakuna mtu anaweza kubali kufanya kazi kama halali.
So nikapoteanga, nikapatanga mtu, nilipoteanga usiku saa 7, walikuwa hawakuwa. Walikuwa I think walikuwa wametravel kwa friends zao. Actually nimesahau kusema alikuwa ananichukua. After nimefanya kazi, sister zake wenye hawana kazi mchana, kama hajaleta wageni hiyo siku, sasa atanichukua niende niwafanyie kazi. So ilifikanga point na wanakulipa extra ukifanya hivyo? Hapana, hakuna. Hakuna. Wanakubeba wanakupeleka kwa sister zake wenye hawana wasichana wa kazi, uende ufanye kazi huko. Na hata kwenye kuko na msichana wa kazi mkienda huko haufai kuketi chini, atakupressure, ni must ufanye kazi. So ilifikanga point nikamwambia mimi sitakuwa nikienda na wewe mahali. And actually nikakuwa kichwa ngumu kabisa, nikamwambia kuna mahali nitakuwa nikienda na sitakuwa nafanya kazi huko, alafu naenda. After hizo 3 months nilikuwa nimeanza kujua Kiarabu. Actually nilikuwa naongea Kiarabu fluent juu nakumbuka marafiki zake tukienda mahali walikuwa wanamuuliza, "Ai, huyu ni mara ya kwanza kukuja Saudi?" Anamwambia yeye passport yake ni mpya, ni mimi nilimchukulia, hakuwa na passport. Juu sasa nilikuwa nasikia, nilikuwa naweza kuongea, nilikuwa naweza kuinteract na wao, hata wageni wake wakikuja we could get along juu nilikuwa naweza kuongea hiyo Arabic yao kabisa. Okay. So alikuwa ananipeleka naenda nafanya hizo kazi, so nikakatanga, nikamwambia ni haram. Kwetu Kenya hata sifai kuendanga kwa wenyewe, sisi hatuendangi kwa wenyewe. So nilimchezeanga hivyo. Akaniambia ni haram kwa nini? Huku kwetu ni vizuri, unaenda unapatana na watu, mnaongea, ndio hata kama mjaonana utajua wako aje. Nikamwambia mimi sitakuwa nikienda, ukitaka kwa ukiniacha na mtoto kwa nyumba unaenda nao wakubwa, mimi nitakuwa nikibaki kwa nyumba. So alikuwa anaenda ananiachia food na mtoto mdogo, so tulikuwa tunakaa na huyo mtoto mdogo, and I loved the kid. Hiyo ndio kitu fani, nilikuwa napenda huyo mtoto, so sikuwa nasikia ikiwa hard kwangu kukaa na huyo mtoto. Na pia hiyo time ndio nilikuwa napata time ya kurest juu nitashika mtoto alale na mimi ndio nilale, so ndio pia sikuwa natakanga kwenda na huko. Juu tena tutarudi tena usiku. Actually walikuwa narudi hata sikuwa nawasikia. Sikuwa nawasikia time yenye wamerudi. Okay. Nitapata tu asubuhi washafika. Nataka kurudisha na nyuma kidogo. Umesema you left when you were 19. So unaweza kutuambia ulikuanga maybe na dreams gani ama na fears gani before utoke Kenya sasa uende Saudi? I think sikuwa na any fears, ni ile tu nilikuwa naogopa, sikuwa nataka kukaa huku ni hustle, like yani sikuwa najua life yangu itakuwa aje. Sikuwa najua venye life itakuwa, so ni ile unasema acha ni risk, then plus your influence ya rafiki. I think it was negative influence. Siwezi sema ati nini, mimi naweza sema hivyo juu ilikuwa tu hiyo kuinfluence yana, mmetoka shule, mmeenda college. Actually hata sikumalizanga college, nilianzanga kusikia niko na pressure ya kutaka kuenda, so hata nika drop college. Nikasema nataka kuenda, and that was it. Okay. And now what were the dreams zenye ulikuanga nazo that utaenda Saudi Arabia nitaachieve hivi na hivi? Yes, nilikuwa nataka kuweka hardware. Nilikuwa nataka kuweka hardware of which sikuweza. Yes, nilimisuse pesa. Mimi zangu siwezi sema zilikuliwa, venye nasikianga watu wakisema zimekuliwa, zangu nilimisuse. Yes, let me say that. I was young. Sikuwa kupanuka mind venye saa hii niko, ati saa hii nikienda nitajua nitakuja nifanye hivi, nitainvest. I was young. Okay, so tukiongea at some point uli mention that sa after umekimbia umekemboi ulirudi and then ukachangewa employers. Yes. So can you tell us a little bit about now the next place ulienda vile kulikuwa? Actually mwenye alinibebanga aliendanga akanitupa kwa barabara, gari yenye ilinibeba, na akaninyaganyanga 500 riyal. Yes. Venye alinitupa kwa police station. Hii side ilikuanga airport na kulikuwa pia I think na police station. So nikaendanga nikachukuliwangu fingerprints, nikatoa majina, nikapelekwa polisi. So I think hawako wanajua mahali watanitoa. Nilikaa tena polisi I think a whole week. Yes. God. But sasa uzuri nilikuwa nashinda kaa nimelala, hadi polisi walikuwa wanauliza huyu kwani ni mgonjwa? Sasa walikuwa wanakuja wanasema wewe uko mgonjwa juu unashinda umelala. Nasema hawa hawajui venye nakuanga nimechoka, waache tu nipumzike. Na so pia polisi
Okay. Sasa pia huko polisi, juu sikuwa nimeshikwa na makosa, niliendanga nikawaelezea. Sasa nilikuwa nimejua Kiarabu, nikawaelezea kila kitu. Wakaniambia ni sawa, weka huku. Bosi wako akikuja, mtaongea hiyo story, kama watakubadilisha nyumba ama watakurudisha kwenye home, decision itakuwa yao, juu sisi hatuna decision, juu hao wamekununua. Hatuwezi make any decision hata kama si ni polisi. So nikakaa, nilikuwa napewa huko breakfast, lunch na jioni unaletewa sapa, na pia ulikuwa unapewa enough water ya kukusustain. So hata nilikuwa na enjoy kukaa huko. Sasa so after 7 days akanikujia, nikashangaa kwa nini sasa amekuja, si angekaa tu. Angekaa tu niendelee kukaa huku, juu hata ni raha, juu after ningekaa huko ningedipotiwa tu, by the way, kama wangenikujia ningedipotiwa tu. Yes. So venye walichukuanga fingerprints, wakaona employer wangu, namba yake, kila kitu. Sijui system ya huko iko aje, so wakaonanga kila kitu. Sijui walimpigia ama nini ili happen, juu alikujanga kunikujia after 1 week. So akiwa hapo akanigombanishanga mbele ya mapolisi, akinitusi, wanatusiananga. Sitashinda nikisema hizi, akanitusi, akaniambia wewe, hata sikutaki, umenichokesha, utaenda leo, utalala huko, na unirudishie 12,000 yangu yenye nilikutoa nayo kwenyu na preparations zenye zote nilikufanyia. Kama unataka kwenda nyumbani, utaki kunifanyia kazi. Now, it was the man, mwanamke hakuwa ameruhusiwa kutoka, so alikuanga kwa gari. Alikuanga kwa nyumba juu niliwapatanga home. Ambia utaenda hivyo venye unataka kuenda, lakini utanilipa pesa yangu. Mimi nikamwambia mimi hata mimi nataka mimi unirudishe home, nimechoka. Mimi hakuna pesa nitakupatia juu sina, ama unilipie ndege niende nyumbani, tuongee na watu wa home wafanye harambee nikurudishie pesa zako, tukurudishie pesa zako. Aliambianga ingia kwa gari, Kelba, tuende home. So tukaendanga home. Watoto wakalianga venye waliniona. The kids used to love me. Walilianga sana, wakasema sitaki niende. Ilikuwa emotional kwangu. Nilifeel vibaya. Nilifeel vibaya kuona watoto wakilia. Na yet nilikuwa decided to leave. So nilikaanga siku 2 wakinitafutia place yenye nitaenda, na nilienda kama watoto hawajui. Nilienda wakiwa shule. Haikuwa kitu poa. Haikuwa kitu poa. Huwa na feel vibaya hata sasa nikisema hivyo. So nikahama, nikapelekangwa kwa Sheikh, but Sheikh mwenye nilipelekwa kwake, kuna watu wenye huua watu Saudi. Yes. Ukivunja sheria ya huko, au ndio hukuhang ama kukukata shingo. Inakuanga, I think zinakuanga mara 2, kukatwa shingo ama kuhangiwa. So huyo alikuanga wa kukatana shingo. Mwenye sasa ulienda kufanya kazi kwake? Kwenye nimepelekwa sasa kwake. Nyumba ilikuanga kubwa. Nyumba ilikuanga kubwa sana. Ilikuanga I think na floor 4. Yes, na choo kila mahali, kitchens, sitting rooms, ilikuanga kubwa. Ilikuwa na more than 21 rooms hiyo nyumba. Yes, na choo zaidi ya 7. Na yako ndio ufanye kazi hapo peke yako? Na nimeletwa huko nifanye kazi, na waniongezei pesa, walikuwa wanalipa 800 riyal hiyo time. So nikaenda, nikafanya siku ya kwanza, nikamwosheanga. Kazi hata iko inaisha. Kazi hata iko inaisha. So nikafanyanga siku ya kwanza kazi, nikafanya siku ya pili, nikafanya siku ya 3. Nikaona kazi haziishi. Hebu nikuulize, the first day like clean all those rooms at once, na ulikuwa umedivide a certain number of rooms? Nilikuwa ufanye usafi mpaka umalize. Okay. Yes. Na wanatakanga ile usafi. Aka kiguza hivi, hakuna vumbi ama kauchafu hata kadogo, hata kwa floor zikuwe safi. Na watakangi uoshe na mop, uko si kwa kuosha na mop. So unachukuanga maji na sabuni, una mix, unamwaga kwa floor, unasugua na brush, alafu unatoa na sijui inaitangwa wiper, sijui inaitangwa kuna kitu kingine kalikuwa kanatoa maji, alafu ndivyo sasa ukuje na mop kama umepanguza juu. So hiyo kazi ni mingi. Choo zisuguliwe zote, upanguze madirisha, upanguze ukuta, uoshe kitchen, upanguze cabinets zote za hizo kitchen zote. So kazi ilikuwa mingi, na bado ni wewe unapika. Si eti wataenda kupika. So ndio nijue hiyo Sheikh ndio hiyo mambo. Huyo mama alinipatanga kwa room asubuhi nikiomba.
Kaa nimepiga magoti. Akaanza, nini unafanya? Nikamwambia nilikuwa naomba. Kama unajua ni haramu. Bwana yangu akikuona ataenda kukukata shingo. Hiyo ndio wanakatananga shingo na wanakuanga staunch Muslims, haufai kufanya hivyo. So usiwahi fanya hivyo huku, nisiwahi kuona ukiomba juu sitaki ujiletee shida. Venye nilisikianga hivyo nikasema hapana. Sasa nikamwambia mimi hata nafikiria unirudishe mahali ulinitoa. Ni sawa juu hata siko nimelipwa pesa nitakurudisha. Amwambianga sawa. Hakuwa amelipwa pesa aje? Hakuwa amelipa hao watu pesa. Ilikuwa deal. I think after a certain time nimekaa na yeye atapewa pesa. Okay, akishaona venye nitafanya kazi. Sasa nikaogopanga nikasema acha nirudishe. Mi nikarudi tena ile place. Kaenda tena after 1 month tukaendanga tena tukasumbuana. Akaniambia wewe sikutaki, wewe enda tu. Sasa akanipatia nanga tena. Kwa familia ilikuwa tu hapo karibu hapo chini tu. They were nice people. Au ndio the first Arabs wenye nilimit wazuri, wanapenda watu. Actually walinihug wote wakinikiss huku kwa cheeks. They were good people. Hawakuwa wananiangalia fani. Unajua wale walikuwa wanaangalia mtu hivi, naona uko mweusi, anakuza kwa nini uko mweusi hivyo kama monkey? Actually that is the word they used to use. Yes, mbona uko mweusi hivyo kama monkey? Hivyo ndivyo walikuwa wanakuuliza. So did that make you feel dehumanized? No, it never bothered me. Okay. I don't know why. Yes. So walikuwa wazuri. Alikuwa na watoto 8 na wote walikuanga wakubwa. Last born alikuwa 13. Yes, alikuanga 13. First born tulikuwa tunajuana na yeye. Sikuwa najua wengine wote, but first born huko tulikuwa tunajuana na yeye through hivyo venye tulikuwa tunashinda tukienda kwa wenyewe kuvisit. Kuna mahali tulikuanga tunaenda na mpata. Mnaweza enda place mnampata juu huwa wana intermarry. Okay. Yes, huwa wana marry cousins. So tulikuwa tunaenda tunapatana juu sasa walikuanga cousins, huyo tulikuwa tunajuana. Then hii family nilikuja sasa hawakuwa wanapenda kuinteract na watu, walikuwa wanapenda kujikalisha. They were busy people, wote walikuwa wanaenda kazi, but hawakuwa na baba yao. Baba yao alikuwa amepass kitambo after ati wamezaa huyo last born. Akukaanga, alikufanga huyo last born akiwa mdogo. So last born alikuanga kazi. Yes, alikuanga kazi, wote walikuanga kazi. So hakuna mtu alikuwa anakaa kwa nyumba, but kuna kijana sasa mwenye alikuwa second born, juu first born alikuwa msichana, then anafuatwa na kijana pia yeye alikuwa ameoana na bibi yake alikuwa watu wa kujifungia, alikuwa anakaa na huko bedroom, akitaka kitu atakuja ajipikie. Yes, hakuwa anasumbua mtu, walikuwa watu wapoa. So tukakaa na wao. So ulikaa nao for how long? Sasa hao nilikaa nao mpaka nikamaliza. Okay. Yes, nilikaa na wao 3 years na juu sasa unaona ule wa kwanza nilikaa na yeye miezi 4. Tuseme ni 4 juu ile ya 3 ya kwanza unaona venye tulisumbuana ndio akani change. Tena nikarudi after 3 days nikasema nirudishwe, nikakuja tukakaa hata 1 month kuisha tukaanzanga kusumbuana, akanipatiana huko. So na kalipangwa pesa yake au wakanipenda. Na pia every Saturday sikuwa nafanya kazi. Walikuwa wananiambia nisifanye kazi Saturday juu wako home wote watafanya kazi. So Saturday walikuwa wanafanya kazi yote. Tena Sunday ndio nitaresume. Sasa nitaanza kufanya kazi. Yes, Sunday juu Friday na Saturday hawakuwa wanaenda job. Hiyo ni holiday huko kwa nika venye sisi tunakuanga na Sato na Sunday. Yes, so Sato walikuwa wanafanya kazi. Nitaenda kitchen nikule chenye wamepika breakfast ama chenye kimeletwa. Hawapendi kupika sana, walikuwa wanapenda kuorder food nje. Pia wakioda walikuwa wanakuuliza unataka nini wakuletee. They were good people. Kama walikuwa wanaenda kwa mall, walikuwa wananiambia nikuje tuende. Walikuwa watu wazuri. Pia tulikuwa tunakula pamoja na walikuanga na sons wakubwa. So mimi nilipatananga na watu wazuri, walikuwa na roho poa. And actually I worked. Na walikuwa wananimotivate sana kufanya kazi. Yes. Okay. So ni nini ndio ilifanya after those 3+ years ukarudi Kenya? Niligonjekanga. Sasa nikaanzanga kupata anemia. Unajua huko sasa hakunanga greens, mnakula mchele, spaghetti, macaroni. Hizo ndizo vitu zenye zinakuliwangwa huko. Unapatanga hakuna greens. Actually hakuna greens totally. Pia hao watu wanakuanga na anemia sana. Yes, wanakuanga na anemia sana. Kaa kuna country
watu wako na anemia ni Saudi. Wako na anemia sana, wanaishingi na dawa na kuongezewa damu. Yes. Oh, sawa. So ukapata anemia, ikabidi umerudi Kenya. Juu sasa venye nilipatanga anemia nikaanzanga kufeel niko weak, mwili siyuko sawa, nikaanzanga kushindwa kufanya kazi. Nikaambia mimi nasikia niko mgonjwa, si nipeleke hospitali. Juu sasa nilikuwa nimelala whole week, sifanyi kazi. Okay. Sikuwa nafanya kazi, nikaambia tu nipelekeni hospitali. Shida yao watu huwa wanapuuza sana. Uko mgonjwa wanataka kukupea Panadol. Hawataki kujua. So kwenda hospitali wakaniulizanga, madaktari huko wamesoma, wengi walikuanga Indians. Yes, nilipelekanga hospitali inaitwa King Fahad. Nikaendanga wakanichunguza, nikafanywa test za bone marrow, ndio wakasema bone marrow zangu hazikuwa zina function, nafaa kufanywa operation. Yes. Nifanywe bone marrow transplant juu function. So like I think walifeel hiyo itakuwa ngumu kwao, na wakasema hiyo pesa ni mingi sana. Wakawaambia simkae tu mkimcheck tuone kama anaweza saidika. Kama anaweza saidika in any other way, akae tu afanye kazi baada ya kwenda home. Still walikuwa nakataa nirudi home juu already hata nilikuwa nimemaliza miaka zao. Nilikuwa naambia waache nirudi home, wananiambia tu niwafanyie kazi, hata nikienda bado nitarudi. Of course ningerudi, na ningerudi by the way kwa hao watu. Yes, ningerudi. So nikatokanga sasa hospitali after 2 weeks, nikaendanga nikafanya kazi tena. After 3 months nikaanzanga tena kugonjeka, nilifanywa blood transfusion huko. So kurudi kazi after 3 months tena nikaanzanga kugonjeka, kurudishwa hospitali. Sasa wakaona hapana, wakanilipianga tu ticket. After 3 days wakanilipianga ticket. Yes, niliongezewa damu tena mara ya pili huko. Wakanilipia ticket after nimeongezewa, nikarudi home. Funny enough nilipona hadi wa leo. Na sikuwahi gonjeka tena. Yes. Okay. Yes. So my question is, mbona haukurudi? Because umesema they were a good family na ungeza kurudi, ungerudi huko kufanya kazi. So what happened ndo you didn't go back? Nilitupanga simu, nika lose contacts zao. Na siku replace line juu hata nikiwa huko home tulikuwa tunaongea. So after nimekaa na nimefeel poa, ningetaka kurudi. But sasa nikatupanga contacts na nikachange pia line. So hatukuongea nao tena ever since. Yes. Okay, sawa. So considering ulienda 2014, ukakaa huko, so I'm assuming ulikuja 2018, si ndio? Ukiangalia back then na saa hii, kuko na any differences unaweza notice na watu wenye wameenda kuwork Saudi recently? Aki hapo nayo siwezi jua. Okay, sawa. So venye ulienda ukiwa mdogo, umesema uli misuse pesa yako. Yes. So venye uko older saa hii, unaweza kuwa na advice gani for people of that age wenye sasa wanaenda outside of the country? Okay. I think ukipata pesa usimisuse, na usitake kukuja home kujionyeshana venye uko na pesa. Itaisha, then watu wataanza kukuambia wewe una akili, hauwezi fikiria nini ulikuwa unafanya. Sasa baada ya mambo kaa hizo, wewe save pesa yako. And actually hii time ni poa juu sasa wamefungua M-Pesa. Unaweza tuma na M-Pesa money, ujiweke pesa yako. Unaweza nunua line ya Safaricom hizo nchi saa hii na uweke pesa yako wapi? Kwa Safaricom line yako. Usitumie mzazi pesa, watakumalizia pesa yako na utakuja upate una kitu. Na acha nikwambie ukweli, hiyo kitu inaweza kuwa suicidal. Yes. Inaweza kukupea thoughts za kujiua. Juu si kitu poa, juu unajiangalia, unajiuliza nini nimefanya, ni difference gani nimemake. Na pia ukiweza kufanya kazi home, fanya. Juu hata mimi nafanya kazi huku home na life si mbaya. Yes. Na pia niko na freedom yangu saa hii. So pia ukipata kazi home, fanya. Yes. Na ukitaka kuenda huko, enda. Na pia uko umejitayarisha kukaa na watu wenye si predictable. Leo anaweza kuwa mzuri, kesho ni mbaya, kugombanishwa, kutusiwa. Yes. Okay. Sawa. So watu waeke pesa vizuri na wajiprepare mentally kudeal na Mwarabu. Na Mwarabu. Yes. Na usikue kichwa ngumu pia. Hawatakangi vichwa ngumu. Mwarabu hata akikutusi wewe smile na uignore, usiweke mambo kwa roho.
Okay. So do you have any last words now for watu wenye wako nyumbani? Mtu mwenye anajitayarisha sasa kwenda Saudi. Okay, mwenye anajitayarisha kwenda na kuwish all the best, na pia usimisuse kama mimi. Na kuna Waarabu wazuri, ni venye tu unaweza pata kazi ya nyumba Kenya, patane na mtu mzuri ama mtu mbaya. Yes, hakuna mahali utaenda upate mtu perfect. Yes, we have to accommodate each other. Okay, asante sana Florence. Nimeenjoy venye umeeleza hiyo story yako from the moment umefika, everything that happened. So nimeshukuru sana kwa kuja Fulus Africa. Na listeners wenye wako nyumbani, if umeenjoy hii story, usisahau kulike, share na kusubscribe. It's been great. Asante sana Florence. You're welcome.